Tuko pale pale kwenye mstari wa 11, kitabu cha Marko 11 mstari wa 11. Maandiko yanasema hivi: naye akaingia Yerusalemu hata ndani ya hekalu, na alipokwisha kutazama yote pande zote, kwa kuwa ni wakati wa jioni, akatoka akaenda Bethania pamoja na wale tenahasha. Kwa hivyo sababu kwa nini Yesu anatazama hekalu lakini anaiacha hekalu, kwa nini Yesu anakujanga ama anaweza kuja katika mwili wako akaingia ndani ya mwili wako kama hekalu ya Roho Mtakatifu, lakini akachomoka akaenda? Ulikuwa unasikia uwepo wake, lakini baada ya muda akaenda Yesu. Ni kwa sababu ni wakati wako wa jioni. Kumbe kuna kitu ambacho sisi tunafaa kukifanya ili Yesu akija naye awe na wepesi wa kutufanyia. Na kile ambacho tunafaa kukifanya ni kutafuta mwangaza kwenye maisha yetu, kutafuta nuru kwenye maisha yetu, kutafuta nuru kuhusiana na kitu kile ambacho kinakusumbua, kutafuta nuru ama uelewa kuhusiana na kile ambacho unahitaji Yesu aingilie katikati. Maandiko yanasema kwa sababu ulikuwa ni wakati wa jioni, Yesu akakuja akatazama hekalu, lakini akachomoka akaenda. Najua uko na shida kwenye ndoa yako, lakini hiyo shida Yesu hajaingilia kwa sababu bado ni wakati wa usiku kwenye ndoa yako. Hajaingilia kwa sababu kuna kitu haujakifahamu kuhusiana na ndoa yako. Hajaingilia hiyo biashara yako. Hajaingilia hiyo shida yako ya magonjwa, shida yako ya utasa, kwa sababu ni wakati wako wa jioni. Ni wakati wako ambapo hauna ufahamu wa kutosha kuhusiana na jambo hili. Kama ungependa Yesu ama utataka Yesu akuje aingilie, ni vizuri ukatafuta mwangaza kuhusiana na eneo hilo. Maana Yesu ama Mungu afanyange kazi mahali ambapo kuna giza. Anangojanga wakati ule kuna mwangaza ndio anakuja anafanya. Sijui kama unanielewa. Ndio maana nimeeleza kwenye kitabu cha Mwanzo, kabla Mungu hajaumba mbingu na nchi, kabla hajaanza kutengeneza vitu, kuweka vitu katika mbingu na nchi, kwanza alisema let there be light. Alisema kuwe na nuru. Nuru ikatokea, ndio akaanza kufanya mambo mengine. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna nuru ambayo hauna, na hiyo nuru ndio inafanya Yesu amekuja, ukasikia uwepo wake, lakini akachomoka akaenda zake. Maandiko yanasema huenda kilio huja na ukaa usiku, lakini mchana kukawa na furaha. Furaha inakaanga wakati wa mchana, wakati ambapo kuna nuru. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu akakuja katika hekalu, akaingia ndani ya mwili wako kama hekalu ya Roho Mtakatifu. Akachungulia akaona chini mahaba, akachungulia akaona magonjwa ambayo yanakutesa, akaangalia akaona vile ambavyo unateseka kwenye ndoa yako, akaona ulevi, maroho ya ulevi. Ukasikia uwepo wake, ukajua mambo yamekuwa sawa. Lakini baada ya muda ule uwepo unachomoka, unasikia uko peke yako tena, kwa sababu ulikuwa ni wakati wa jioni. Kwa sababu ni wakati wa jioni, haujakaribisha nuru kwenye maisha yako. Yesu ndiye akija kwenye maisha yako analetanga nuru, lakini lazima umkaribishe Yesu ili akija, akiona kwamba tayari kuna nuru, aanze kukufanyia mambo mengine ambayo unayahitaji. Bwana Yesu asifiwe sana. Kusikia uwepo wa Bwana hakutoshi, lakini pia nuru inahitajika. Nuru inahitajika ili Yesu akufanyie kile ambacho unakihitaji. Maandiko yasema hapo mwanzo kulikuwako na neno, naye neno alikuwako kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Vyote viliumbwa kwa huyo neno, na pasipo neno hakikufanyika chochote. Anasema ndani ya hiyo neno kulikuwa na nuru, nayo nuru ilikuwa nuru ya watu, nayo nuru yang'aa gizani, wala giza halikulishinda tena. Hii nuru imetokana na neno. Kwa hivyo ukiona kuna kitu ambacho ama uko kwenye giza, ujue kwamba kuna neno ambalo unalihitaji, ililo neno likupe nuru, lisababishe nuru katika eneo hilo. Na likisababisha nuru, hiyo neno
ujue kwamba sasa utakuwa kwenye mwangaza na Mungu ataanza kukufanyia. Mungu ataanza kukupigisha hatua. Haujapiga hatua, haujatoka kwenye shida zako kwa sababu bado uko kwenye giza. Yesu angehitaji ukaribishe nuru kwenye maisha yako. Angehitaji kwanza uwe na nuru katika hiyo particular area ambayo inakutesa, ili na yeye akuwe active kwenye hiyo area. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu anasema, Maandiko yanasema kwa sababu ulikuwa ni wakati wa jioni, Yesu akatazama hekalu lakini akachomoka akaenda. Si eti kwamba hekalu haikuwa na shida, hekalu ilikuwa na shida, lakini Yesu akasubiria mpaka ukawa wakati wa asubuhi ndio alikuja kushughulikia hekalu. Jambo lingine ambalo unafaa kujifundisha hapa ni kwamba unaweza ukawa na wakati wako ule ambao unataka Yesu akufanyie, lakini Yesu akawa na wakati wake ambao anataka afanye kwenye maisha yako. Hapo ndio kuna changamoto. Ndio maana watu wengi wanasema kwamba Mungu ana tabia kuchelewa ama kuchelewesha mambo yake. Si eti kwamba Mungu anachelewesha mambo yake, lakini Mungu ako na wakati wake ambao ameweka wa kukufanyia, lakini wewe uko na wakati wako. Hapo ndio mnapoteleana. Yesu alikuwa anataka kufanya wakati wa asubuhi, wakati wa mchana, wakati ule ambapo kuna nuru, lakini wewe mwenyewe ulikuwa unataka Yesu afanye wakati ule kuna giza. Lakini pia jambo la pili ni kwamba Yesu akufanya wakati wa usiku, kwa sababu wakati wa usiku wafanyabiashara wengi waliokuwa wanafanya biashara katika hekalu walikuwa wamechomoka wakaenda kulala, walikuwa wamechomoka wakaenda kwenye shughuli zao. Kwa hivyo Yesu akajua kwamba kama akifanya atafanya kwa undogo, atafanya kwenye level ya chini. Kuna wafanyabiashara ambao watakuwa hapa kwa sababu ni wakati wa jioni. Ikabidi akachomoka kwanza akaenda, ili akija mchana, maana mchana ndio wakati ambao kila wafanyabiashara wote wanaendelea na biashara zao, apate kuwacharaza vizuri. Shida yako ni kwamba unasisitiza Yesu afanye kwa wakati wako bila kujua kwamba Yesu akikufanyia kwa wakati wake utapata faida kubwa kuliko ile ambayo ulikuwa unatarajia wewe. Maandiko yanasema Mungu amefanya kila jambo kuwa nzuri kwa wakati wake. Jambo haliwezi likawa zuri kama litafanywa kwa wakati wako, lakini litakuwa nzuri kama litafanyika kwa wakati wa Mungu. Lakini pia cha tatu ni kwamba kawaida ya hii hekalu Yerusalemu kulikuwa na maombi ambayo ilikuwa yanafanyika wakati wa jioni. Ukisoma Biblia yako utaona kwamba Petro na Yohana walikuwa na tabia ya kwenda hekaluni wakati wa jioni ama saa ya jioni ili kwenda kusali. Kwa hivyo, kwa sababu ilikuwa ni masaa ya jioni, masaa ya kusali, wafanyabiashara walikuwa wamechukua vitu zao, walikuwa wametoka ndani ya hekalu, walikuwa wafanye biashara ndani ya hekalu tena. Walikuwa wameenda kwenye shughuli zao ili maombi yakiisha ama masaa ya sala yakiisha warudi tena. Kwa hivyo Yesu alikuwa anajua ya kwamba hao watu kuna wale wamechomoka kwa sababu ni masaa ya sala, ni masaa ya maombi. Akajua kama nikifanya kwa wakati huu nitafanya kwa udogo, sitafanya kwenye level ambayo hii hekalu itapata sifa na itafurahia. Akajua kwamba kama akiufanyia mwili wako kama hekalu ya Roho Mtakatifu kwa ule wakati ambao uko kwenye shida sana, kwenye wakati ambao unahitaji, atafanya kwenye level ambayo anataka kuifanya. Akasubiria wakati wa mchana. Wakati wa mchana kwenye maisha yako unakuja kufika. Kama kweli umemrequest Yesu, Maandiko yanasema ya kwamba msijisumbue kwa jambo lolote, lakini kwa kusali na kuomba haja zenu zijulikane kwa Bwana. As long as umemrequest Yesu, kamwambia Yesu, ili jambo linanitesa, nataka uje unifanyie, nataka uje unikomboe, nataka uje unitoe hapa, ujue kwamba Yesu bado anakumbuka jambo hilo. Ujue bado Yesu hajalala, kwa sababu Yesu hajakula akiwa anakusudia kuja kukusaidia, na atakuja kwa wakati wake, ule wakati ambao anajua kabisa akija kwenye wakati ndio atafanya jambo ambalo litaleta impact na jambo ambalo litakupa msaada.